Leo ninataka nizungumze kuhusiana na ajira pamoja na idadi ya watu ambao wanamaliza masomo lakini hawapati ajira. Ukichora grafu utaona kwamba idadi ya watu ambao wanamaliza masomo katika vyuo mbalimbali, vyuo vya kati, vyuo vikuu, vyuo vya ufundi, namba ya watu inaongezeka. Lakini idadi ya ajira zilizopo inapungua. Kwa hiyo katikati hapo utakutana kwamba kuna unemployment gap. Kuna gap la watu ambao wanakosa ajira. Sasa kama nilivyosema, sababu kuu ziko mbili. Kwanza kabisa ni changamoto ya uchumi ambayo inatupata, lakini changamoto ya pili ni kuongezeka kwa sayansi na teknolojia, ambapo sasa inakuja kureplace namba nyingi za ajira au za kazi. Kwa hiyo na kwa leo nitajitahidi zaidi kuzungumza kwa habari ya jinsi gani teknolojia, sayansi na teknolojia ambavyo imekuja kuondoa baadhi ya kazi ambazo zilikuwa zinafanywa na watu, lakini sasa hivi zinafanywa na teknolojia ambayo ipo. Kwa mfano, hapo ulipo ukiangalia watu wengi wanatumia simu, hizi smartphone. Sasa hizi smartphone ukiangalia kwenye simu yako kuna application nyingi sana za smartphone kwenye simu yako. Moja wapo utaona kuna Messenger, kuna WhatsApp, kuna Facebook, kuna Telegram, na zingine nyingi ambazo zipo kwenye simu. Sasa hizi kazi yake nini? Hizi kazi yake sasa, kulikuwa zamani ukiangalia miaka ya nyuma, mtu alikuwa akitaka kutuma barua, ilikuwa anaenda posta kutuma barua. Anaenda posta, anaweka. Kulikuwa na mtu anaitwa postman. Huyo mtu alikuwa anafanya kazi ya kupeleka barua. Lakini kwa sasa hivi kulingana na teknolojia kuongezeka, hiyo kazi ya huyo mtu ya kupeleka barua haipo tena, kutokana na kwamba teknolojia nyingi zimeongezeka. Hivyo teknolojia imekuja kuondoa hiyo kazi ya huyo mtu. Lakini pia ukiangalia traveling agency nyingi sasa hivi wana changamoto, kwa sababu mtu anaweza kubuku nafasi ya hoteli akitumia simu yake, au hata anaweza kununua tiketi ya ndege kwa kutumia simu yake, sio tena kwa kutumia wale travel agents. Kwa hiyo ukiangalia nafasi za ajira kwenye makampuni haya au mawakala hawa wa usafirishaji zinapungua, kwamba mtu anaweza kununua tiketi yake hata akiwa hapo alipo kwa kutumia simu. Lakini kitu cha tatu, tuangalie kwenye mabenki. Kwenye mabenki zamani ulikuwa unaenda mle ndani unakuta kwamba kuna watu wengi, wale mabank tellers ambao wako mle ndani walikuwa wengi, wakaribia 5 au 10. Lakini sasa hivi ukiingia benki utakutana na mtu mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanatumia simu kufanya miamala mbalimbali. Kwa kutumia simu mtu anaweza kutuma pesa, mtu anaweza kupokea pesa, mtu anaweza kufanya chochote. Hata kwenye ATM mtu anaweza kuweka pesa kwenye ATM, mtu anaweza kutoa pesa kwenye ATM. Kwa hiyo teknolojia imekuja kupunguza nafasi za ajira ambazo zingefanywa na mtu, lakini teknolojia inaifanya yenyewe. Kwa hiyo, lakini mtu mwingine anaweza kusema mimi nina professional yangu, nimesomea, sasa nina taaluma, labda mabadiliko haya ya sayansi na teknolojia yanaweza siniguse. Si kweli. Kwa mfano, kazi kama ya uhasibu. Siku hizi kazi ya uhasibu kwenye makampuni mengi inafanywa na software, accountant software. Kampuni nyingi zinatumia accountant software kuweza kulani business zao na kuweza kupata mahesabu kwa usahihi kabisa. Sasa maana yake mtu aliyesomea uhasibu kwa siku zinazokuja, miaka ya karibuni, kulingana na sayansi inavyoongezeka, atajikuta kwamba hawezi tena kufiti, kwa sababu anakuwa replaced na sayansi na teknolojia iliyopo. Lakini mtu mwingine anaweza kusema mimi ni mwanasheria, kwa hiyo mimi kazi yangu haiwezi kuathirika na mabadiliko haya ya sayansi na teknolojia. Si kweli. Kuna robotic lawyers wapo wanafanya kazi kwenye vitengo vya sheria na mahakama. Kwa hiyo mtu anaweza kusema mwanasheria, lakini kazi yake inaweza kuwa automated au kufanywa na robotic. Lakini mwingine anaweza kusema mimi nimesomea, ni dereva, naweza nikaendesha taxi kwa sababu mimi kazi yangu haiwezi kuguswa na mabadiliko haya ya sayansi na teknolojia. Si kweli. Taxi nyingi sana katika miji mbalimbali, hata Afrika hapa tunaona, zinaendeshwa kwa kutumia automated system. Hakuna dereva anayetakiwa kukaa pale. Kwenye nchi zingine, ukienda Ulaya, ukaenda Amerika, ukaenda Asia, nchi kama China, utakuta kuna gari zinaendeshwa na system, hazitumii tena dereva. Dereva sio lazima awepo. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kusema mimi ni engineer, labda nimekuwa engineer, kwa hiyo mimi nikiwa engineer siwezi kuwa affected. Si kweli.
Ukiwa engineer kuna kazi nyingi na design nyingi zinafanywa na system zinafanywa na science na teknolojia. Kwa mfano mechanical, robotic, telecommunication nyingi zinakuja kufanywa na mabadiliko ya science na teknolojia. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kusema mimi ni daktari, kwa hiyo mimi siguswi na mabadiliko ya science na teknolojia. Si kweli. Kazi sasa hivi kuna madaktari ambao ni robotiki wanaweza kufanya upasuaji mkubwa kwenye mataifa yaliyoendelea. Ukienda nchi kama Marekani, nchi kama nchi za Ulaya nyingi zinafanya upasuaji kwa kutumia roboti, daktari ambaye ni roboti. Kwa hiyo lakini pia ukienda kwenye viwanda vingi, zamani kwenye viwanda, kwenye production line hapo mwanzo kulikuwa na watu zaidi ya 300 wanakuepo pale kwenye kiwanda kimoja. Lakini sasa hivi kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, unaweza kukuta watu 2 au 3. Kiwanda kizima kinaendeshwa na watu wachache sana, kulingana na kwamba kiwanda kimekuwa automated. Kwa hiyo watu wengi wamekosa ajira kulingana na kwamba sayansi na teknolojia imeongezeka.